katika mbio za ufungaji bora naona kwa maana ya Jean Zahua mabao 15 wanaomfuatia mabao 13 kwa maana Mzize na Prince Dube wote wamesaliwa na mechi 3 mkononi, mwenzao wametangulia. Tuseme hiki kiatu tayari kishaenda kwa Jean Zahua kwa namna ambavyo mbio zilivyo, ama kuna nafasi ya hawa wawili wakafunga mabao mengi kumzidi Jean Zahua ukilinganisha pia na timu ambazo wanakwenda kukutana nazo? Mbio zipo wazi sana na kibaya zaidi zimewakutanisha watu wote ambao wako kwenye mbio za ubingwa. Kwa hiyo nadhani kikubwa ambacho kitakuwa kinazingatia kwenye hiyo michezo kwa wachezaji wa timu zote mbili ni kwa ajili ya timu kwanza. Ninaamini leo hii Dube akienda uwanjani akitaka afunge yeye kwanza ili achukue kiatu, kuna eneo kubwa ambalo linaweza kuikosti timu kwa sababu itampa pressure yeye mwenyewe, na asipokuwa na usahihi wa matendo unaweza kukuta amekosa nafasi 3 na mechi imesha sale, alafu yule ambaye anashindana naye ameshashinda, maana yake anasogea juu yako. Ni hivyo pia kwa Jean Zahua. Akitaka alete ubinafsi kwamba kwa sababu anawania kiatu kwa hata eneo ambalo hawezi kufunga lazimisha kufunga pia itaikosti timu. Kwa hiyo nikiangalia hizo mbio kwa disi zilivyo bado ni ngumu sana, ziko open kwa mtu yote atakachukua, kwa sababu sijaona mtu yoyote ambaye anaenda na mchezo hii mitatu ya mwisho ambapo concentration yake yote ni kwenye kiatu. Unajua ule msimu ambao Mayere pamoja na Saido wanakimbizana na zile bao 17, mechi za mwishoni hizi limpa Saido nafasi yeye kukusaidia, kwa sababu kila mechi ambayo alikuwa anaenda yeye alikuwa anawaza hicho tu, ashinde ili awe mfungaji bora. Kwa hata ingetokea saa hizi maybe Yanga hayupo kwenye mbio za ubingwa, maana Dube kila mechi anaenda au Mzize anafikiria afunge ili awe mfungaji bora. Lakini pia ingetokea labda Simba hapo kwenye mbio za ubingwa, maana kila mechi ambayo anaenda Jean Zahua hata kina Mkwala sio Mkwala na bao 12 tofauti ya bao 3 na Ateba na Hua, concentration yake ingekuwa ni kwenye afunge au mfungaji bora. Lakini ubaya ni kwamba hao wote wapo kwenye eneo zima la kwamba timu yao zipate alama 3. Kwa hiyo naamini mawazo makubwa sana itakuwa ni kwenye kuhakikisha wanakusanya alama 3. Labda itokee ushashinda bao 3 bao 4, hapo sasa mchezo kutafuta magoli unaweza kupatikana, lakini kwa hali ilivyo hivi sasa na ratiba yao ilivyo, kikubwa nadhani focus yao itakuwa kubwa sana kwenye kuangalia namna gani ambavyo wanapata matokeo ambayo yatakuwa ni faida kwa timu kuliko mchezaji mmoja mmoja. Tuende tukatazame pia katika tuzo binafsi kwa namna ambavyo mambo yalivyo. Mpaka sasa wachezaji wa Simba wengi wanaonekana kuwa na namba nzuri zaidi kwa maana takwimu bora kuwazidi wachezaji wengine katika timu 18 zilizosalia. Ingawaje pia Young Africans ana nafasi kubwa ya kutoa ubingwa kutokana pia na yeye ndio kinara wa ligi, lakini pia yeye ndiye bingwa mtetezi. Wanatofautiana alama moja na Simba ambaye anashika nafasi ya pili. Ikitokea Young Africans akachukua ubingwa, tutarejea pia kuona katika zile tuzo za wachezaji bora wa msimu katika ligi kuu zikagawanyika pass kwa pass ukilinganisha na misimu ya nyuma, kwa maana timu ambayo inakuwa bingwa ndio inakuwa inachukua tuzo nyingi zaidi kuwashinda wengine ambao hawajabeba ubingwa. Msimu huu kidogo panaweza pakawa kidogo pana utofauti. Nije kwenye msingi wa swali lako, ikitokea Young Africans akaweza kubeba hiyo tuzo, kwa sababu let's say labda mwisho wa siku Young Africans amekuwa bingwa lakini Jean Zahua amekuwa top scorer msimu, it means lazima ile tuzo ya mfungaji bora itaenda kwake. Sasa hivi tukija kwenye tuzo ya beki bora, by the way, kwa msimu husika, ina maana sasa kuna competition, kwa sababu ukiangalia performance ambao wamekuwa nayo Abdulrazak Hamza sasa hivi, ukija kuangalia na hawa ambao Young Africans ambao wamekuwa kidogo sasa hivi wana consistency ya kuperform, namzungumza Ibra Baka pamoja na Dickson Job, unajaribu kuangalia competition ambayo hapo itakuwepo. Kwa hiyo lazima hata kwenye kuchagua sasa nani ambaye atadondoka kwenye kipengele cha beki bora, inawezekana ikawa ni ngumu zaidi kudetermine, tofauti labda na msimu jana uliopita ambapo ilikuwa inaonekana kabisa clear baina ya hawa walinzi wa Simba na Yanga ni nani ambaye alikuwa na performance bora. Kwa unajaribu kuona hapo mvutano uliokuepo, na hii ni kutokana na kwamba Simba amejaribu kuji-upgrade kutokea pale ambapo alikuwa msimu jana na hapa ambapo yupo msimu huu. Kwa hiyo unajaribu kuona huo tofauti ambavyo upo. Kuja kwenye tuzo ya MVP, nafikiri hii tuzo ya MVP inaweza ikaangukia zaidi kwa nani ambaye amekuwa bingwa. Sababu sasa hivi kitokea labda Young Africans amekuwa bingwa, obviously mchezaji bora mwenye thamani kubwa ambaye ndio huyo MVP
atatokea Young Africans, hilo liko wazi. Ikitokea pia Simba Sports Club anakuwa bingwa, obviously MVP anaweza kutoka katika kikosi cha Simba Sports Club. Hiyo ipo wazi. Sasa hiyo ni kutokana na utaratibu ambao tumejiwekea kwenye pale ambapo tunafanya selection ya wachezaji kudondokea kwenye tuzo. Lakini kuniambia kwa maoni yangu mimi binafsi kwenye hivyo vipengele so far mpaka sasa hivi, regardless na nani ambaye atakuwa bingwa, nani ambaye hatakuwa bingwa, kwenye kichwa changu tayari na wachezaji wangu bora ambao wanadondokea kwenye hivyo vipengele. Kwa hiyo obviously kina nani au Hamisa? Nianze na kipengele gani sasa? Atuanze katika MVP ambaye ndio tuzo kubwa ya msimu. MVP Pacome Zouzoua. Pacome. Yeah. Okay, kwa maana beki bora Abdulrazak Hamza. Kiungo bora Jean Charles Ahoua. Kipa bora. Sasa kwenye kipa bora kwenye ligi yetu kipengele kipo pale. Jue kipengele ambacho kipo rahisi kwa kupata mchezaji ni mfungaji bora na golikipa bora, sababu sisi tunaangalia clean sheet. Kwa hiyo obviously siwezi nikaenda sababu hao waliweka. Hapo sasa tungekuwa tuangalie clean sheet. Wewe sasa kwa ubora wako ambao unaopima wewe. Bila clean sheet. Djigui Diarra asubuhi mapema kabisa. Okay. Bila clean sheet. Mapema sana Djigui Diarra. Kwa sababu gani mimi nakwambia, ujue na heshimu ambao wameweka hivyo vigezo. Kwa maana mimi kuna baadhi ya vigezo ambavyo kwenye tuzo mimi napingana navyo. Kwa mfano kigezo cha top scorer wa ligi, kwa mfano mimi na wewe Wastara tukifungana magoli, tunaanza kuangalia magoli ambayo tumeyafunga. Kama mimi na penalti nyingi, sipati kiatu kwa sababu na penalti nyingi. Kuna watu ambao wanakosa hizo penalti. Kwa hiyo huwezi kuniambia mchezaji ambaye ana penalti nyingi asiwe top scorer kwa sababu magoli yake mengi hajafunga kwenye open play, amefunga kwenye set play. Hicho kitu nitapingana nacho. Kwenye issue ya goalkeeper bora kupimwa na clean sheet, of course sasa hii inawezekana ikawa ni kasumba ya dunia nzima. Sababu ligi nyingi tu duniani goalkeeper timu anapimwa, goalkeeper bora anapimwa kwa clean sheet. Hiyo kwangu mimi inawezekana nisiungane nayo kwa sababu mimi naamini Wastara clean sheet inatengenezwa na timu nzima, si goalkeeper. Kwa sababu kwenye hiyo clean sheet ambayo goalkeeper anaweza kaipata, inawezekana mwisho wa siku goalkeeper hajafanya save yoyote. Labda imepigwa shuti huko, beki ame clear ule mpira ameutoa. Imepigwa cross huko, beki amepiga header ametoa mpira nje. Lakini at the end of the day ambaye anakuja kunufaika na clean sheet anakuwa ni goalkeeper. Lakini naamini clean sheet inatengenezwa na timu. Ndio maana Sir Alex aliwahi kusema ukiwa na safu bora ya ulinzi na kushindia makombe. Hakusema ukiwa na kipa bora. Ni safu bora ya ulinzi kwa sababu ile safu nzima ya ulinzi, na sasa hivi kwenye modern football tunaamini timu inapokuwa haina mpira, wachezaji wote kwenye timu wanabadilika na kuwa walinzi. Timu inapokuwa ina mpira, wachezaji wote kwenye timu wanabadilika na kuwa washambuliaji. Kwa hiyo hivi vipengele vyangu hivi hapo nimeshavitema: MVP Pacome Zouzoua, kiungo bora, na naweza kukupa kwa nini MVP. Wastara, MVP ni zaidi ya magoli na assist. Okay. Ndio maana unaona hapo kwenye kipengele hicho sijamtaja Jean Charles. Yaani wewe zaidi ya magoli na assist ni kitu gani ambacho una provide? Yaani uwepo wako, yaani huu ndio utofauti sasa wa kipengele cha kiungo bora labda na MVP. Uwepo wako kiwanjani unawaathiri vipi wenzako? Yaani wewe sasa hivi tukienda tukikuchomoa pale kwenye kikosi tukakuweka pembeni, wenzako wanaathirika vipi? Kwa mfano, angalia msimu jana Stefan Aziz Ki kupewa ile tuzo. By the way, mwisho wa siku ilifika ikawa kuna contradiction sana kwamba baina ya Faisal na Stefan Aziz Ki na bebe ile tuzo. Bibi nasi mapema sana ilikuwa Stefan Aziz Ki kwa sababu uwepo wake ndani ya kikosi cha Young Africans ulikuwa unawanufaisha wachezaji wenzake wote ambao wanacheza nao kwenye eneo la ushambuliaji. Kuna nyakati ambazo Stefan Aziz Ki alikosekana kwenye timu, Yanga wakaanza kustruggle, wakawa wanashinda goli moja. Kama unakumbuka alichelewa nafikiri kujiunga na timu baada ya international break ile ya AFCON. Kwa hiyo uwepo wake the way ambavyo ulikuwa ni athiri game. Kwa hiyo tuzo ya mchezaji bora wa MVP, hata tuzo ya mchezaji bora wa dunia, ni lazima uwe na kitu kingine chato. Ndio maana inaitwa most valuable player, sawa? Lazima uwe na kitu cha utofauti zaidi ya magoli na assist ambacho wewe una provide kwenye timu. Kwa hiyo paka hapo na Abdulrazak Hamza, kwa nini nimemweka kwenye hiyo tuzo? Ni kwa sababu ya performance ambayo ameonyesha. Kwanza, hakuna ambaye, kila mtu alikuwa, mimi binafsi mwenyewe nilitarajia labda Abdulrazak Hamza anakwenda kuwa chaguo la 3 kwenye kikosi cha Simba. Tegemea usajili labda wa Karabu, Chamu na Chefo ndo Malondo anakwenda kuwa partner kwenye kikosi cha Simba, then atatokea yeye, atakuwa anatokea bench. Lakini angalia the way ambavyo ameingia kwenye kikosi na namna ambavyo anaifanya Simba inakuwa comfortable pale ambapo ina build mashambulizi, inakuwa comfortable pale ambapo inakuwa inashambuliwa, hasa kwenye ku break mashambulizi ya timu zani. Kwa hiyo mimi kipengele vyangu viko kwa namna hiyo. Zajigwa, kwa namna Hamisa alivyotoa orodha yake ya nyota ambao wanaweza kuondoka na tuzo msimu huu, yani yeye angekuwa mtoaji tuzo angewapatia, unaungana naye au una maoni tofauti? Tupishani sana. Lakini kuna baadhi ya wachezaji natarajia watakiwa waondoke na tuzo msimu huu. Kina nani? Yes, wa kwanza ni Pacome Zouzoua. Tuzo yoyote kama atakuwa MVP, atakuwa kiungo bora, kwangu ni sawa tu.
anastahili kuondoka na tuzo yote msimu huu. Lakini mwingine pia ni Dickson Job. Okay. Anastahili kuondoka na tuzo. Na Job eneo ambalo anastahili pia kuondoka na tuzo ni maeneo mawili ambayo namuona kabisa. Eneo la beki bora, lakini pia kuwa MVP wa ligi. Dickson Job anastahili kuwa MVP wa ligi kuu ya NBC 2024-2025. Beki bora au kuwa mchezaji bora msimu MVP. Kuna issue brother Hamza kweli imekuwa ni surprise kiwango chake, lakini upatikanaji wa Hamza kiwanjani kidogo umekuwa tofauti na Dickson Job. Kuna mechi nyingi sana kwanza kutokana na majeraha, lakini Job tangia siku ya kwanza kuna amekosekana mara nyingi sio majeraha, labda tu mwalimu kama upumzisha yupo pale, na ni mmoja wa wachezaji ambao wanacheza eneo la ulinzi la Yanga ambaye tangu mechi ya kwanza ligi inaanza mpaka hivi sasa hatuje kuona ame drop form. Kuna muda pale mbaka tulikuwa tunaona sio wenyewe kuna eneo kama vile ameshuka kiwango, lakini Job consistency tangu mechi ya kwanza mpaka tulipo imekuwa ipo high. Kwa hiyo naamini Job msimu huu na msimu mpita alikuwa beki bora, anastahili pia aweza kuwa beki bora au MVP. Na mchezaji mwingine pia ambaye anastahili kuondoka na tuzo yoyote pia ni Jean Zaha kwa upande wa Simba. Na yeye pia amekuwa na kiwango ambacho ni cha tofauti sana. Unajue kutoka ligi nyingine, taifa lingine na kuja kwenye ligi nyingine, taifa lingine kwa msimu wa kwanza kuwa namba ambazo yuko nazo na kwenye timu kubwa kama Simba, na ukiangalia timu ambayo ametoka yeye hiko hajashinda ubingwa, haikuwa timu kubwa kiasi hicho. Kuna eneo lazima upongeze au appreciate kiwango chake, sababu kuna issue za pressure ambazo wengine huwa wanafeli, wanatoka wamefanya vizuri lakini akija tu kuna fail. Lakini pia kuna issue za kuadapt mazingira ambazo kwake yeye ni kama vile imekuwa ni chap sana na ameweza kufanikiwa. Kwa hiyo naamini hao ndio wataja msimu huu kwangu mimi, naamini itakuwa fair sana ukiweza kuondoka na angalau na tuzo. Na mimi kiungo bora sikuwa nimetaja. Kiungo bora hapo ni ulimtaja huwa? Nimtaje? Okay, kwa sababu unajua tuzo ya kiungo bora mara nyingi naangalia numbers. Okay. Just numbers huwa haihusishi vipengele vingi sana.